Baada ya zoezi hili kufanyika katika mkoa wa Ruvuma, kwa awamu hii linaendelea katika mkoa wa Arusha, mkoa wa Kilimanjaro na mkoa wa Manyara, ambapo itahusisha halmashauri zote katika mikoa tajwa na vijiji na kata zote. Katika maeneo haya, timu ya wataalamu itachukua sampuli za udongo ambazo zitaenda kupimwa maabara ili kuweza kujua rutuba na hali halisi ya udongo katika maeneo yaliyochukuliwa sampuli. Taarifa hizi zitasaidia wakulima katika kufanya maamuzi ya matumizi sahihi ya mbolea, lakini zitasaidia pia wafanya maamuzi katika kuamua matumizi sahihi ya mbolea, lakini katika kupanga matumizi ya ardhi ya kilimo katika mkoa wa Arusha. Kwa sababu hiyo, timu hii ya wataalamu itapita katika maeneo mbalimbali katika vijiji na kuchukua sampuli za udongo, lakini pia itachukua taarifa za kijamii, socio economic, ambao itafanya mazungumzo na watendaji na maafisa ugani katika maeneo hayo ili kukusanya taarifa na takwimu ambazo zitawezesha katika kupanga matumizi ya ardhi ya kilimo. Wilaya ya Rumeru kwenye mkoa wa Arusha ni moja ya wilaya giant kwenye kilimo. Sisi tunalima mazao ya vyakula, biashara, lakini ukizungumza Arusha unazungumza kilimo cha mboga mboga, kwa sababu sisi kufanya vizuri kwenye sekta ya chakula, kwenye sekta ya utalii kunatokana na kilimo katika wilaya yetu, na sisi tunalisha mkoa huu wa Arusha. Utafiti huu wa udongo utakuwa na tija kubwa ya kumfanya mkulima kutambua kiwango cha mbolea anachotakiwa kuweka na matumizi ya madawa, lakini pia tija sasa kwenye kilimo chenyewe. Na naamini ripoti yao itakuja kutoa mwanga mkubwa kwenye wilaya yetu, na kama tulivyosema awali, wilaya yetu ni giant kwenye kilimo hasa cha mboga mboga. Hii itakuwa na faida kubwa kwa sababu inaenda kuleta mapinduzi makubwa katika kilimo, lakini pia mapinduzi makubwa hata katika uchumi, kwa sababu wananchi wetu hawa watapata fursa ya kujua kwamba wanaenda kufanya kilimo, lakini pia kuwa na uhakika ya aina ya mbegu wanayopanda, aina ya kilimo wanachoenda kukifanya, kwa sababu tayari watakuwa washajua kwamba aina ya udongo wao ni una mapungufu kiasi gani, lakini pia una virutubisho kiasi gani. Hivyo basi wataenda kufanya kilimo chenye uhakika ambacho kitaenda kukuza kipato, lakini pia kitaweza kwenda kumkomboa mwananchi huyu, kama tunavyofahamu kwamba kilimo ni uti wa mgongo na watu wetu hawa uchumi wao unategemea sana kilimo. Naishukuru serikali kwa sababu kwa kipimo hichi cha udongo tutajua kwamba ni tunatakiwa tutumie mbolea gani, tunatakiwa tutumie sumu gani, kwa sababu tumejua aina ya udongo itatuwezesha sisi kupanda kiwango. Nadhani tunaweza kurudi tena katika ile hali ya kupata katika heka moja tukapata gunia 25, 30 hata na mashamba, kwa sababu udongo wetu umetofautiana hata mpaka 30. Kwa hiyo naishukuru sana serikali kwa maamuzi haya iliyotoa ya kumsaidia mkulima. Ninajua ya kwamba sasa tunapofikia katika hicho kiwango itakuwa mkulima hatuteseki tena, kwa sababu tumejua kupanda, tunajua mbolea gani, wakati gani. Hii itatusaidia sana. Hapa eneo la Ngongongari Rumeru tunajihusisha na kilimo cha mahindi, maharage pamoja na migomba. Katika ukulima huu tunaishukuru serikali katika utafiti huu, kwamba kwenye utafiti huu unaweza ukatusaidia kufahamu jinsi ambavyo tutaweza kulima kitaalamu. Maana katika ukulima wetu tuna eka moja inatoa kati ya magunia 15, 16 mpaka 17. Lakini baada ya utafiti huu inawezekana ikatusaidia tukafikia kwenye magunia 30 au zaidi hayo. Ni imani yangu kwamba zoezi hili linalofanywa na serikali litatusaidia kutambua kuwa baada ya kupimwa ni mbegu gani ambayo tunaweza tukaitumia katika eneo hili, lakini pia ni mbolea gani ambayo inafaa kutumika katika eneo hili, hususan ili wakulima waweze kunufaika na waweze kupata mazao zaidi ya kile ambacho wanakipata wakati uliopita. Sisi huku tulikuwa tunalima
wengi wetu tunalima kwa mazoea. Sasa hivi baada ya hii kazi nyeti ya kupima afya ya udongo kufanyika shuleni kwangu hapa na kwenye wilaya yetu kwa ujumla, baada ya kazi hii kukamilika, tunachotegemea kukipata ni mrejesho ambao utatusaidia sisi wakulima kwa mazao ambayo tunayalima na mbegu ambazo tunatumia, lakini ni mbolea zipi ambazo zitakuwa zinafaa katika kukuza na kupandia na kukuzia, ili baada ya hapo iweze kuongeza pato la wananchi. Ninategemea baada ya shughuli hii kukamilika kitaifa, tutapata kumbukumbu au nakala za sisi kujua tutatumiaje ardhi yetu kwa manufaa mapana ya afya yetu, ya uchumi na ajira kwa ujumla.